Ndiyo ndugu mtangazaji, kwa kweli mazungumzo ambayo yanaendelea huko jijini Doha katika nchi ya Qatar inakuwa yenye kugubikwa zaidi sana na siri, so watu wengi hawajui zaidi sana nini kinachoendelea huko, lakini inasemekana kwamba ni kama vile mazungumzo hayo yanakwama kidogo, kulingana na kwamba waasi wa M23 wameweza kuweka vikwazo fulani fulani, wakitaka kwamba Rais Felix Tshisekedi aweze kutangaza wazi kwamba yuko tayari kufanya mazungumzo ya moja kwa moja, yeye pamoja na waasi hao, pamoja na mambo mengine ambayo wameweka, kama vile inaweza kukubaliwa au kusemeka kuwa ni measures za kuweza kurejesha uhusiano bora kati ya pande hizo mbili zenye kuhusika kwa mazungumzo. Upande wa serikali ya Kongo vile vile wameweza kushurutisha ya kwamba M23 waweze kuondoa vikosi vyao na waweze kusitisha mapigano sehemu zote ambazo wanakuwa wanadhibiti kwa sasa. So hakujawa kabisa maelewano kulingana na masharti ambayo kila upande imeweza kutoa. Hayo ndo taarifa tu ambayo imetoka, lakini mambo mengi ambayo yanasemekana huko yanaendelea kupitika katika hali ya kisiri. Pasina shaka siku ya Ijumaa kulitoka taarifa kwamba mazungumzo hayo yameahirishwa, lakini taarifa za chini chini za leo hata mimi nimezipata pasina shaka ni kwamba mazungumzo yanaendelea kwa siri na hayajawekwa hadharani. Hili lina ukweli kiasi gani kwamba yanaendelea? Mazungumzo yanaendelea na si kwamba yameanza tarehe 9 mwezi wa 4, lakini hata kabla ya tarehe hizo mazungumzo yamekuwa yameshaanza, lakini tatizo tu ni hilo kwamba ni kama yaendelei kinagaubaga, kwa sababu kuna vikwazo vingi ambavyo kila upande unajaribu kuweka pale, na ndio inakwamisha mambo, na ambao wanakuwa wanarahisisha mazungumzo hayo vile vile hawataki kuzungumza nini kwa kweli kinaendelea. Hizo zinakuwa ni habari zenye kutoka tu kwa watu fulani fulani ambao wanakuwa na ukaribu na yale ambayo yanakuwa yanapitikana huko. So nafikiri huo unaweza ukadhibitishwa. Uhakika ni kwamba mazungumzo yanaendelea, lakini kujua nini kabisa kinajiri huko inakuwa ni vigumu kukiongea na uhakikisho mkubwa. Miongoni mwa madai ya M23 kama ulivyosema ni kwamba Rais Felix Tshisekedi anapaswa aweke wazi mazungumzo yao ambayo yanafanyika huko. Ninyi kama wachambuzi wa siasa na unafahamu vizuri siasa za DRC pasina shaka, ni kwa nini M23 wanataka hivyo? Unajua ndugu mtangazaji, Rais Felix Tshisekedi tangu awali alikuwa akikataa kuketi kwa meza ya mazungumzo na waasi hao wa M23, akiwaita kwamba wao ni magaidi au materrorist, akiwaita kwamba wao si kitu, ni watu bure tu, isipokuwa tu hapo pale wanaendelea kufanya kazi wakijibu maslahi ya rais wa Rwanda Paul Kagame. So hana muda wa kuketi nao chini, ila yeye atahitaji kuongea na aliye bosi wao ambaye ni Rais Paul Kagame. So kulingana na hayo yote matamshi ya Rais Felix Tshisekedi, ndio maana waasi hao wanataka Felix Tshisekedi aweze kutamka wazi na hadharani kwamba yuko tayari kufanya mazungumzo nao, wao ambao aliwahi kuwaita kwamba si watu bure, wao ambao aliwahi kuwaita kwamba ni magaidi au materrorist na kadhalika. Hiyo ndo nafikiri inasababishia wao kutoa shurti kama na hiyo, na inakuwa ni mojawapo kabisa ya vikwazo ambavyo vinasababisha mazungumzo kutokuendelea vizuri huko Qatar. Sasa kama M23 wanaonekana wako tayari kufanya mazungumzo hayo na tayari wanazungumza na Tshisekedi pasina shaka anaonekana bado ana sita. Nini ambacho kipo nyuma hapa ambacho kinamzuia Tshisekedi ashinde tu kusema kwamba bwana tuko na mazungumzo, na badala yake kuendelea na mazungumzo ambayo hatima yake inaweza kuwa ya amani kwa siku za usoni pasina shaka kwa wananchi wa DRC? Nafikiri ni aibu tu. Unajua ameweza kuzungumza mambo mengi huku akiwaahidia wakongomani mambo mengi. Kwanza aliwahi hata kutamka hatowahi kukutana hata siku moja na Rais Paul Kagame isipokuwa tu mbinguni, na unaona walikwenda kukutana tena huko Doha Qatar kwa uficho, kwa siri.
ni baada ya ikulu ya nchi hiyo kutoa taarifa kwamba amewakutanisha marais wawili na watu wengine wamejua. Mimi nafikiri ni kulingana na kwamba amewahi kutamka mambo mengi ambayo kwa sasa anajikuta inakuwa inamletea hali isiyokuwa nzuri, na ndio maana anataka sasa kufanya mambo kwa siri, lakini nafikiri tu ni ile aibu kuona ameshatamka mambo mengi, lakini kwa sasa analazimika kutenda kinyume na yale ambayo ameweza kuyatamka awali. Kwa namna hiyo tutarajie nini hasa katika mazungumzo yao yanaendelea huko Doha nchini Qatar? Kwa sasa ni vigumu kuwahi kusema nini tutarajie, kwa sababu unajua mambo ambayo ama shurti ambayo waasi wameweza kuyatoa ni mengi. Kuna swala za kusema zifutwe sheria ambazo ziliwahi kusema kwamba nchi ya Kongo haitakiwi tena kuingiza katika jeshi waasi kutoka makundi fulani yenye kumiliki silaha. Wakapana shurti za kusema kwamba mambo ya kiukabila, sijui ya kuchukulia wengine kama vile sio Wakongomani, yaweze kusitishwa na kadhalika. So mashurti ni mengi, na nafikiri yanaomba kazi kubwa hata kwenye vitengo mbalimbali vya serikali. So nafikiri hiyo itakuwa ni kulemea mzigo zaidi hayo mazungumzo ambayo yanafanyika huko Doha, Qatar, na kutokusababisha kabisa muafaka kuweza kupatikana. Na huku mapambano tena yakiendelea zaidi sana katika mkoa wa Kivu Kusini na Kaskazini, nafikiri itakuwa ni vigumu kutegemea kitu fulani au muafaka fulani kutokea huko mjini Doha, Qatar. Na kwa kuhitimisha tu, ndugu Apollo, tumepata taarifa tangu jana kwamba mapigano yanaendelea kule katika kijiji cha Kalehe, pasi na shaka tarafa ya Kalehe huko Kivu Kusini. Hali ikoje kwa sasa? Ndiyo, mapigano yamezuka huko, sio tu Kalehe, hata katika sehemu zingine za mkoa wa Kivu Kusini, hata mji wa Goma jana kulikuwa mapigano. Kwa kweli askari wa Kongo pamoja na wazalendo wamefaulu kudhibiti vijiji fulani vya mtaa huo wa Kalehe na kuweza kuwasukuma nyuma kidogo waasi wa M23, lakini sehemu za Minova na kuelekea hata huko Masisi bado zinaendelea kudhibitiwa na waasi hao. So hali inaendelea kuwa tu yenye kusuasua, na inaweza ikabadilika kwa muda wowote, kwa sababu mapigano inakuwa inaendelea saa ni saa. Hata kama tunaweza tukaona kunakuwa muda mfupi wa milio ya risasi inatulia, lakini kwa muda wote ule mifyatulio ya risasi tena inaweza ikaanza na hali ikabadilika. Asante sana kwa kuketi nami kuzungumza juu ya hili, na shukuru sana ndugu Apollo Joseph kutoka huko DRC. Asante sana ndugu mtangazaji. Asante sana ndugu